الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ndugu zanguni, tukio ambalo tunalifanya hivi sasa ni katika yale mambo manne ambayo tumeamriwa mtu akishaondoka afanyiwe mambo manne, na haya akishafanyiwa manake ndio ukamilifu wake. Ndugu zanguni, kuna maneno ambayo yanazungumza mara nyingi, waman arada almauidha falqabru yakfihi, mwenye kutaka mawaidha basi kaburi linamtosha. Na sote tuko mbele yetu na kaburi na makaburi mengi ambayo yametuzunguka, na hao wote walikuwa ni watu ambao tunaishi nao wenye vipawa mbalimbali, lakini wapo makaburini swamitin, wamenyamaza kimya. Jambo ambalo mimi naongea na ninyi pia mnaongea, hakuna ambaye atakuwa na ubavu hapa wa kuongea isipokuwa yule ambaye aliishi kwa kujitambua katika maisha ya hapa duniani. Hili kaburi ima linaweza kuwa ni raudhatu min riyadhil janna, itakuwa ni bustani katika bustani za peponi, au hufratu min hufari niran, ama ni shimo katika mashimo ya motoni. Aadhana Allahu. Ndugu zanguni, ndugu yangu katangulia kuzungumza maneno mazito, mimi nataka niyakazie. Kwa hakika mauti hakuna mtu ambaye anaweza kuyakwepa. Tunachozungumza sasa hivi ilikuwa baada ya kufukia tuondoke, tunatumia mkusanyiko wetu kukumbushana hii safari tunayo sote. Haina mtu maalum, haichagui tajiri wala maskini, haichagui mkubwa wala mdogo. Watu wote safari hii tunayo. Mimi na wewe hatujui tuko kwenye foreni lini tutafika kwenye hatua kama hii. Vitu gani tunavyofanya katika uso wa dunia? Tumepumbazika na mambo mengi sana, kiasi kwamba muumba wetu hatujampa haki yake ya kule kutujalia sisi kuwepo na kuweza kutumia oksijeni ambayo ametujalia kuwa nayo. Hivi hakuna mtu anapata nafasi ya kujiuliza, mimi kwa nini napumua, naishi? Anayesababisha uishi wewe ni yule Mwenyezi Mungu muumba, ambaye kakuumba wewe na akakukadiria maisha ya kuishi. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia baada a'udhu billahi minashaitani rajim, minha khalaqnakum, kutokana na huu udongo tumekuumbeni, wa fiha nu'idukum, na mtarejeshwa katika huu udongo, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na mara ya mwisho tutafufuliwa kutoka katika udongo. Sasa tunavyo msiri ndugu yetu, tunaona yeye ndio mwenye haki ya kufanyiwa hivyo, kana kwamba sisi tunajisahau. Na sisi pia safari hii tunayo. Kama tunayo, kwa nini tunajitia pambani kwa kuishi kwa kufuata matamanio ya nafsi zetu, tukasahau kuwa kuna muumba ambaye ametuwekea sheria na kanuni ya namna ya kuishi katika huu uso wa dunia? Mtu akaamua kuwa jeuri, akaamua kuwa mkorofi, mtu wa matukio mabaya na kadha wa kadha. Na nafsi zimeumbwa ni salama sana, kila zinavyofanya tukio ambalo si zuri huwa zinajua. Haiwezekani mtu akasema, bwana nakuageni mimi nataka niende nikampige fulani, akaona kuwa ni jambo zuri, anaondoka kimya kimya. Au hakuna anayeaga kwenda kutukana, kuonesha kwamba nafsi zetu zinayajua maovu, lakini sisi hujitia pambani. Na hapa tukija kuzika, hatuleti fikra ya dhati. Tuliyemweka hapa tumemlaza kwa ubavu, uso wake umeelekea, akiinuka manake atakuwa kaelekea kibla. Yanayomfaa mtu hapa ni matendo yake. Nilizindue jambo jingine, ameacha mali kubwa sana huyu marehemu, nayo ni watoto. Watoto wana sababu ya kuendelea kumnufaisha huyu marehemu, kwa kuwa ni wenye kutenda matendo mema. Wakitenda matendo mema, haihitaji mtu wa ziada kuja kuwaombea, kuja kusema namuombea marehemu wenu. Matendo yao yanasaidia yeye hapa kaburini
kupata mabadiliko, na kama aliacha kitu cha kheri mkiendeleze ili aendelee kunufaika. Haya ndiyo mapenzi ambayo hayatakiwi yakatike. Kama kuna mtoto alikuwa ni mkorofi, aache ukorofi, aelekee kwenye kufanya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Mtume inasema idha mata bun adama inqata amalu, mwanadamu pindi tu anapofariki hukatika mambo yote, illa min thalathi, hubakia mambo matatu. Jambo la kwanza ni sadaqatun jaria, sadaka endelevu. Sadaka yoyote uliyofanya yenye kuendelea itamnufaisha marehemu hata baada ya kifo chake. Au ilmun yuntafa'u bi, au kuwa na elimu yenye manufaa, ima alisoma akanufaisha watu kwa elimu yake, au alisomesha, inawezekana ni watoto zake na wasiokuwa watoto zake. Elimu ile itakuwa ni yenye kumnufaisha kwa sababu ameacha athari inayoendelea. La mwisho akasema au waladun salihun yad'ula, au ukaacha mtoto mwema yad'ula, anayekuombea. Wala haijazungumzwa kuacha watu watakao kuwa na kuombea. Wale tunafanya tuna haki ya kufanyana hivyo, lakini kwenye tukio hili moja kwa moja, ile ni direct, sio indirect. Unapofanya wema wako na ukasema na muombea na mzazi wangu, wewe mtoto, moja kwa moja na kunufaisha haya. Kwa hivyo ndugu zangu, ni lazima tuwe ni wenye kuelewa almautu kasabil, mauti ni kama njia, hakuna mtu anakwepa kupita katika njia. Almautu kasharab, mauti ni kama kinywaji, hakuna mtu anakwepa kunywa. Sote tutapita kwenye njia hii, haina mjanja. Wale wanaodhani kwamba mtu akifa ni mabadiliko, wasubiri hata yati Allahu bi amri. Kwa sababu kuna wengine wanasema ukifa Tanzania unazaliwa Marekani, Marekani kule wakifa anazaliwa huku. Huu ni kujitia pambani. Ni baada ya kuiharibu akili, sasa unaweza ukaelewa hivyo. Ndugu zanguni, hii ni hali itatukuta sote. Lazima tuwanufaishe hawa marehemu zetu. Kama kuna watoto, ndio rasilimali ya kwanza ya kumnufaisha marehemu. Watende matendo mema, waendeleze kile alichokiacha kizuri chema. Kama kuna kibaya wakifute haraka sana. Ikitokezea kwa mfano ana jambo baya kaliacha linaloingiza dhambi, livunjeni hilo haraka sana, ili mumwanzishie jambo ambalo litakuwa ni zuri la kuweza kumnufaisha. Ndugu zanguni, ukubwa wa kuzungumza ilikuwa umeishia pale kuliangalia kaburi na anavyostiriwa mpaka kufikia hatua hii. Tunakumbushana kutokana na nafsi zetu namna zilivyo kwa zama tulizokuwa nazo. Tunaishi kwa kufuata matamanio yetu sana. Kila mtu ajiangalia na shukurani kiasi gani anazifanya kwa Mola muumba wake. Tutajikuta tuna nukta ndogo sana, lakini oxygen tunatumia. Ikipungua oxygen tayari unaleta mashine. Allah kama anataka kuiondoa pumzi yako, mashine haisaidii. Kwa haya Mwenyezi Mungu ajalie kaburi hili na makaburi mengine yawe ni bustani katika bustani za peponi, wala asijalie kuwa ni mashimo katika mashimo ya motoni. Na Mtume alitufundisha baada ya kuzika kama hivi, anasema muombeeni. Alitumia jamu, muombeeni ndugu yenu, fa innahu ana yus'al, hivi sasa anaulizwa. Na sisi tutatumia fursa hii, kila mtu amuombe, kwa sababu fa innahu ana yus'al, hivi sasa ni mwenye kuulizwa. Kwa haya niseme wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم ربنا اغفر لها وارحمها واتوب اليها وثبتها بالقول ثابت. اللهم ربنا اغفر لها وارحمها واتوب اليها وثبتها بالقول ثابت. اللهم ربنا اغفر لها وارحمها واتوب اليها وثبتها بالقول ثابت. يثبت الله الذين امنوا بالقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. وصلى اللهم على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.